Karibu sana kwenye mwendelezo wa mijadala yetu kuhusiana na vita vinavyoendelea Mashariki ya Kati. Hivi ni vita ambavyo tunazungumzia sasa zaidi ya mwezi mmoja tangu Februari 28 Marekani na Israel walipoanzisha vita Iran nayo haikukaa kinyonge, ikafanya mashambulizi ya kujibu mapigo ikishambulia Israel pamoja na baadhi ya nchi za Mashariki ya Kati ambazo zinatambulika zina uswahiba na Marekani. Marekani na Israel wakiwa wanaendelea na mashambulio hayo huku Iran ikijibu mashambulizi. Kwa sehemu kubwa dunia sasa inaangalia hatima ya mgogoro huo, na mijadala mingi imekuwa ikiangalia ni kwa namna gani bora ambayo pengine inaweza ikanusuru vita hii isichukue muda mrefu zaidi. Katikati ya hayo yakiwa yanaendelea, eneo la mlango bahari wa Hormuz imekuwa ni mjadala mkubwa, na hii ni kutokana na namna ambavyo kila siku kuna mambo mapya yanayojitokeza, na hata katika juma tunalo hivi sasa kumekuwa na mengi na kauli mbalimbali zikijitokeza zinazotengeneza mjadala juu ya hatima hiyo. Sasa watu wanajiuliza, je, eneo hili la mlango bahari wa Hormuz lina maana gani kwa Marekani, Mashariki ya Kati, nchi za Ghuba pamoja na Irani ikiwemo? Mpaka inakuwa ni gumzo mpaka ndani ya Umoja wa Mataifa. Mimi ni Raymond Nyamwihula na tutaangalia kwa sehemu kubwa eneo hilo la mlango bahari wa Hormuz tukiwa hapa na mchambuzi wa diplomasia na siasa za kimataifa Godfrey Mchungu. Mchungu, karibu sana. Asante sana. Kitu kinazidi kuendelea na hatujui mwelekeo. Picha tunayoona hapa nyuma yetu ni moja ya yaliyojiri katika eneo la bahari ya Hormuz. Hii ni miongoni mwa meli ambazo zilikaidi maagizo ya Iran zikakatiza, na kilichotokea ni hiki, ikashambuliwa. Watu wanaweza kuwa wanajiuliza, na pengine na mtazamaji anayefuatilia mjadala huu, eneo hili la Hormuz linapotajwa ni eneo la aina gani? Yes, kwanza ni kwamba hili ni eneo la kimkakati sana. Ni mojawapo ya mifereji ya uchumi wa kijiografia duniani. Kuna mishipa ya damu ya uchumi wa kijiografia ambayo imekuwa ikitumika katika kusafirisha bidhaa mbalimbali, lakini katika hoja Mashariki ya Kati kijiografia ni eneo muhimu kwa sababu limekuwa likizalisha zaidi ya mafuta. Na kwenye mlango bahari wa Hormuz kuna mataifa ambayo yanaitwa mataifa ya OPEC. OPEC ni umoja wa kuzalisha mafuta ghafi duniani. Mataifa kwa mfano ya Iran, Saudia, Qatar, UAE, Bahrain, Kuwait, yote yamekuwa ni sehemu katika umoja wa OPEC. Kwa hiyo mlango bahari wa Hormuz umekuwa ni mlango wa kimkakati kwa sababu umekuwa una sifa za msingi tatu. Moja, imekuwa ikigusa maslahi makubwa ya kiuchumi. Takriban 20% mafuta yote duniani yamekuwa yakipita katika mlango bahari wa Hormuz. Lakini la pili, imekuwa ikigusa maslahi ya kiusalama kwa sababu nafahamu kijiografia Iran jinsi ilivyo imeweza kupakana au inakaribiana na nchi ambazo zimekuwa na urafiki wa nchi ya Marekani, na Marekani imewekeza zaidi katika hizo nchi hizo hapo. Kwa sasa inapoingia kuna itirafu inakuwa inaenda kupelekea dhana ambayo inaitwa global insecurity, kwa kwamba ukosefu wa usalama wa kimataifa. Lakini la tatu ni eneo ambalo limekuwa lina sifa ya ustawi wa kiuchumi na ustawi wa kijamii. Unafahamu kwamba eneo kwa mfano Dubai, UAE, Qatar, maeneo ambayo ukitazama yamekuwa kigusa masa ya msingi ya kiuchumi. Kwa hiyo ni eneo la kimkakati kwa sababu limekuwa likigusa, cha kwanza uchumi, la pili usalama, lakini la tatu ni ustawi wa watu. Katika msingi huo kwamba ni eneo la kimkakati, ni eneo la kimataifa katika masuala ya usafiri baharini, linakuwa ni turufu ya namna gani kwa Iran katikati ya vita inayoendelea hivi sasa? Yes, kwanza ni kwamba kila taifa hapa duniani ina kitu ambacho kinachoitwa siasa za kijiografia au nafasi ya kijiografia, na nafasi ya kijiografia inaweza kuwa na turufu dhidi ya mataifa ambayo yana teknolojia au yana uchumi. Ukitazama Irani ni mojawapo ya maeneo ambayo tunasema maeneo matano yanagombaniwa moja, lakini maeneo ambayo kimsingi yamekuwa kimkakati katika jiografia. Kwa sasa Irani anapambana na mataifa ambayo yamekuwa kwanza yana nguvu ya teknolojia, taifa kwa mfano la Israel na Marekani. Ukiacha kwa mataifa ambayo yamekuwa yakiongoza kwenye propaganda na uchumi, lakini vile vile mataifa ambayo yana teknolojia. Kwa hiyo Irani kule mzozo amekuwa akitumia nafasi yake kijiografia ili kuweza kuadhidi mataifa ambayo yamekuwa na nguvu za kiuchumi au nguvu za teknolojia. Kwa sasa kinachofanyika ni kwamba kwa sababu ni nchi ambazo ni eneo ambalo linakaribiana na wapinzani wake. Ndio maana ukisikiza kwa mfano wakina Abbas Araghchi, waziri wa mambo ya nje, wakina Dr. Masoud Pezeshkian, rais wa Iran, wanasema kwamba tunaenda kuzishambulia nchi ambazo zimetumika kwenye kambi zao kuweza kuishambulia Iran. Kwa sasa nafasi ya kijiografia ya Iran imekuwa ni turufu, cha kwanza kuweza kupelekea katastrofi, janga kwa dunia, kwa sababu leo hii tunazungumza kuanzia nchi za Kiafrika, nchi za Ulaya, Asia ya Kati, Asia Kusini imekuwa inalia kwa sababu ya mafuta. Ni ukitazama ni
ni zaidi ya kilomita 56. Ni sehemu nyembamba, kwa kutazama imekuwa ikigusa masuala makubwa ya kiuchumi. Lakini la pili, kutazama ni eneo ambalo limekuwa linaipa Irani turufu kwenye meza mazungumzo. Leo hii kwa mfano ameendelea kufunga mlango bahari wa Hormuz, kutazama zilikuwa zinapita zaidi ya meli 157 kwa siku. Paka juzi kutazama hazipiti zaidi ya meli 5. Maana ni kwamba sasa ameenda kuathiri uchumi wa kimataifa. Lakini vile ni kwamba mzozo wa Mashariki ya Kati unatufundisha kwamba nafasi ya kijiografia ya nchi inaweza ikatumika moja kupeleka adabu kwenye dunia. Anachokifanya Iran ni kweli kwamba ameshambuliwa, vita ilianza katika upande wao, lakini anachokifanya ni kuhakikisha kwamba anaweza kutumia nafasi yake ya jiografia kuweza kuadhibiti mifumo ya kimataifa, uchumi, lakini zaidi sana kupelekea ukosefu wa usalama wa kikanda. Godfrey Mchungu ni mchambuzi wa diplomasia na siasa za kimataifa. Amezungumzia kitu ambacho pia ni faida kwa unayefuatilia mjadala huu. Shirika la Umoja wa Mataifa la usafiri wa baharini IMO limesema kwamba kabla ya vita, ni kitu ambacho amekigusia Mchungu hapa, kulikuwa kuna wastani wa meli 150 zinazopita katika mlango bahari wa Hormuz kwa siku, lakini kwa sasa wanasema ni kati ya meli 4 mpaka 5 pekee zinazopita. Hii inaonyesha ni kwa namna gani wingi wa meli umepungua kutokana na shinikizo lililoko na Iran kwamba hamna anayepita, na wanaopita ni wachache, wale tu ambao Iran inawatafsiri kwamba si maadui wao ama si maswaiba wa Marekani. Wakikuona kwamba ni swaiba wa Marekani, meli yako haikatizi katika eneo. Lakini wakati huo huo IMO inasema kwamba kuna takriban mabaharia 20,000 ambao wamekwama kwenye meli zipatazo 2,000 katika eneo hilo la mlango bahari wa Hormuz kutokana na marufuku ambayo imetangazwa na Iran. Na kutokana na hilo IMO, ili shirika la Umoja wa Mataifa la usafiri wa baharini, linasema kwamba kuna wasiwasi mkubwa wa hali ya mabaharia waliokwama kutokana na vita vinavyoendelea Mashariki ya Kati, likisema hali hiyo haijawahi kushuhudiwa tangu vita vya pili vya dunia. Hii inatupa picha gani nyingine? Cha kwanza ni kwamba inakuonyesha kwamba namna gani eneo hili ni eneo la kimkakati zaidi, na ukitazama ni kwamba hiki ambacho kinachotokea, alionya Ayatollah Khamenei, kiongozi ambaye alifariki, kwamba kama Iran ikianzishwa vita dhidi ya wapinzani wao, maana ni kwamba itaenda kupelekea mzozo wa kikanda. Leo tunazungumza, kuna hofu vile vile dhidi ya Wahuthi katika eneo la Bab el-Mandeb, kuanzia Somaliland, Djibouti, Eritrea pamoja na Yemen, kwamba na wao wamekuwa wakitishia kuweza kuzipiga meli za Marekani na Israeli, lakini zaidi sana kuweza kufunga mlango bahari wa Bab el-Mandeb. Maana ni kwamba sasa inakuonyesha namna gani mishipa ya uchumi wa kimataifa imekuwa ni turufu ya msingi, cha kwanza kwenye kuamua mustakabali wa kiuchumi, lakini la pili kwenye kuamua mustakabali wa kiusalama, lakini la tatu kwenye kuamua mustakabali wa kikanda. Kwa hiyo kinachofanyika ni kwamba namna gani Irani anajaribu kutumia nafasi yake kijiografia ili kuweza kuwa na upper end, yani kuwa na mkono wenye nguvu kwenye meza ya mazungumzo. Lakini vile ni kwamba inashangaza hii vita kutazama, ukiangalia kihistoria eneo hili ulisainiwa mkataba ambao unaitwa Petrodollar Agreement, mkataba ambao ulifanyika mwaka 1973 kati ya Saudi Arabia pamoja na Marekani, kwamba Marekani aliambia Saudi Arabia kwamba wewe tutakupa ulinzi, lakini sisi tutaweza kuyauza mafuta yetu kwa kutumia mfumo wa sarafu ya dola. Ndio ikaanzishwa dhana ya petrodollar. Sarafu ya Marekani ikawa katika sehemu ya mfumo wa uchumi wa kimataifa. Lakini ukitazama hoja ambazo sasa hivi anazitaka Iran ili kuweza kupitisha meli yako, cha kwanza anataka jumuiya ya kimataifa itambue kwamba huu mlango bahari ni mlango bahari ambao kimsingi unamilikiwa na Iran. Lakini la pili anasema kwamba lazima nchi ambazo zimeanzisha vita, kwa kwamba Marekani na Israeli lazima waweze kulipa fidia dhidi ya uvunjifu wa mali ambao kimsingi zimetokea tangu vita ianze. Lakini la tatu wanasema kwamba lazima tuweze kuchukua kodi katika kila meli ambayo kimsingi imekuwa ikipita. Ukitazama duniani tunasema kwamba kuna hii mifereji ya kimataifa. Kwa mfano ukienda Suez Canal pale Egypt, watu wamekuwa wakilipa kodi. Ukienda kwa mfano Strait of Malacca katika eneo la Singapore wamekuwa wakilipa kodi. Ukienda kwa mfano Bab el-Mandeb wamekuwa wakilipa kodi. Ukienda katika mfereji wa Panama wamekuwa wakilipa kodi. Ukienda kwa mfano katika mlango bahari wa Cape of Good Hope huko South Africa wamekuwa wakilipa kodi. Lakini Irani kwa miaka mingi meli zimekuwa zikipita bure. Kwa hiyo wanasema kwamba lazima watu waweze kulipa kodi kwenye mlango bahari wa Hormuz. Na hoja ambayo kimsingi inatia hofu, wanataka kuweza kutumia sarafu ambayo wanataka wao. Na hapo ni kwamba sasa wanaingia sawa China, kwamba ili uweze kupisha meli yako lazima uweze kutumia sarafu ya yuan mbadala wa dola. Kwa maana inakuonyesha namna gani Marekani kuna hii vita, cha kwanza anaenda kupigana kulinda mfumo wake wa kiuchumi ambao ni hegemonic power, lakini la pili
ni mkakati wa China kuweza kutumia mizozo ya kimataifa kuja kubadilisha utaratibu wa kiulimwengu. Na alisema David Icke, mmoja wa mwandishi mkubwa wa Conspiracy, alisema kwamba vita zinavyotokea huwa zinakuja kubadilisha mustakabali wa kiulimwengu. Kwa kweli mlango bahari wa Hormuz tunaweza tukaingia kwenye historia kwamba vita ilianza, vita ikatokea na utaratibu wa kimataifa ukaenda kubadilika. Kwa maana nyingine unataka kusema kwamba hiki kinachoendelea hivi sasa kinatengeneza pengine dhana nyingine za kidiplomasia na siasa za kimataifa kabisa, na kinachotengeneza hapa ni kwamba ni maslahi ambayo sasa kila upande umekuwa ukiulinda, kwa sababu nafahamu Marekani kwa kiasi kubwa amekuwa akitegemea mfumo wa petrodola kuweza kuyauza mafuta kwa kutumia sarafu ya dola. Lakini China, kumbuka kwamba na mkakati wa kuifanya kwamba sarafu yake ya yuan iingie kwenye mifumo ya uchumi wa kimataifa. Sasa unaweza kutumia mkakati gani? Lazima uweze kutumia mlango bahari wa Hormuz, kwa sababu 20% kama yote ikiweza kulipa kutumia sarafu ya yuan, maana ni kwamba watu watakuwa hawana mbadala au hawana umuhimu wa kutumia sarafu ya dola. Kwa kweli mzozo ambao ukitazama umeingia kwenye sura nyingine, ni sura kati ya kubadilisha kutazama kufanya wanasema regime change, lakini anachofanya Iran sasa hivi ni kuhakikisha kwamba anaenda kusabotage cha kwanza mifumo ya uchumi wa Marekani, kwa sababu Marekani, taifa la Marekani linakuwa Marekani kwa sababu ya kuweza kudominate mifumo ya kimataifa ambao ni mfumo wa mafuta ambao kiongozwa na petrodola ambao kimsingi ulifanyika mwaka 1973. Hivi sasa mchongo, kuna juhudi mbalimbali ambazo zinafanywa na kila anayehusika na mgogoro huu ama ambaye anaguswa kwa namna yote ile, hususan mataifa makubwa kuhakikisha kwamba kunakuwa na utulivu katika eneo hili la bandari mkakati ya Hormuz ili meli zipite. Tuangalie baadhi ya matukio ambayo yamejitokeza yanayotengeneza hiyo hali ya kutafuta suluhu katika ile eneo. Kwanza, mataifa ya Ghuba GCC yenyewe yameutaka Umoja wa Mataifa UN kupitia baraza lake watumie nguvu kulinda eneo hili la Hormuz. Hii inatengeneza mantiki ya namna gani? Kwanza kutazama inashangaza, nchi za Ghuba kuanzia nchi za Qatar, Saudia, UAE ndio zimetumika kwenye kambi zao kuweza kuishambulia nchi ya Iran. Lakini nchi ukitazama za Ghuba zimekuwa zikitumika kulalamika baada ya Irani kuweza kurudisha majibu dhidi ya kupiga kambi za Marekani ambazo zipo katika nchi zao, kwa maana kambi za kijeshi kabisa. Na ukimsikiza Abbas Araghchi anasema wazi kabisa kwamba wao hawapo vitani dhidi ya nchi marafiki zao, bali wapo vitani dhidi ya maslahi ambayo yanapatikana Marekani kwenye Mashariki ya Kati. Na hii ilikuwa itolewa fatwa au maamuzi ambayo ilitolewa na kiongozi mkuu Ayatollah Ali Said Khamenei kwamba kama vita ikianza, basi watapiga maslahi yote ya Marekani katika eneo Mashariki ya Kati. Na Marekani tunafahamu kwamba amewekeza zaidi kwenye eneo la Ghuba kuanzia Saudia, Qatar. Kwa mfano mwaka jana Trump aliweza kuwekeza zaidi ya trilioni 7 dola za Marekani katika eneo la Saudia. Maana ni kwamba sasa wao wenyewe wana hofu dhidi ya uchumi wao kwenye eneo Mashariki ya Kati. Lakini vile vile inatajwa vile vile hoja ya mazungumzo. Kwa kwamba hoja sasa inaitwa hiyo conflict, tunasema conflict resolution, utatuzi wa migogoro. Ukitazama kwa mfano hoja ambazo azikuja nazo Trump, alikuja na hoja 15. Ukitazama zile hoja, kwa kweli kama Iran wakizikubali, unaenda kuharibu kabisa na kunyong'onyesha maana nzima ya taifa la Iran. Lakini kutazama hoja za Irani dhidi kwa Marekani, inaenda kuharibu kabisa kinachoitwa nguvu ya taifa la Marekani. Kwa mfano, Iran anasema kwamba ili vita iishe lazima Marekani iondoe kambi zake zote eneo Mashariki ya Kati. Je, Marekani atakubali? Lakini la pili ni kwamba Marekani sasa dunia itambue kwamba eneo la Hormuz ni eneo la Iran ambao anamiliki kijiografia. Lakini la tatu, Iran iweze kulipa fidia.